Usimchague mke kwa sababu tu ya starehe zako, starehe za mwili wako, starehe za macho yako tu, ukasahau kuwa kesho kutwa utakuwa na familia, kesho kutwa utakuwa na watoto, kesho kutwa utakuwa na majukumu ambayo utahitaji sapoti kutoka kwa mke mwema. Sio mwanamke wa barabarani, sio mwanamke ambaye asiyetulia, mwanamke mapepe. Utahitaji sapoti ya mwanamke ambaye ametulia, yuko vizuri. Wewe ambaye unatazama tu kigezo cha uzuri tu kwenye kumchagua mke bila kuzingatia dini na tabia njema, sawa, tambua ya kuwa ipo siku utaikuwa katika ndoa yako, huo uzuri hautauhitajia ili maisha yenu yaende. Huo uzuri hautauhitajia kwenye malezi ya watoto wako. Huo uzuri hautauhitajia kwenye usimamizi wa nyumba yako na mali zako zilizopo nyumbani. Hili jambo inabidi wanamume ambao wanaomcha Allah waweze kulikumbuka hili jambo. Ndio maana Allah akasema ya kuwa ikiwa kwamba mtawachukia hao wanawake, basi mnaweza mkachukia jambo, Allah akajalia ndani yake kukawa kuna kheri nyingi. Kuna mwanamke ambao utamwona sio mzuri sana, ukamwona kuwa ni tofauti na wale warembo ambao unakuaga unawatolea macho, lakini huyu mwanamke ikawa Allah amejalia kwake kukawa kuna kheri nyingi sana. Ni mama bora wa watoto, ni mwanamke mtiifu, akikosolewa anakubali kukosolewa, anaposahihishwa anakubali kusahihishwa. Ni mwanamke ambaye ni msimamizi mzuri kwenye mali zako pindi ambapo haupo.